Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa redio Mwangaza FM. Tusikilize ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 29 ya mwezi wa kwanza. Cha muhimu zaidi ni kudumisha lengo la kumtumikia Mungu bila ya kukatishwa tamaa. Namaliza kwa kusema kuwa wewe unafanana na mtu anayeimba wakati ule ule ni kiziwi, hasikii mpangilio wa sauti. Cha muhimu zaidi ni kudumisha lengo la kumtumikia Mungu bila kukatishwa tamaa. Namaliza kwa kusema kuwa wewe unafanana na mtu anayeimba wakati ule ule ni kiziwi, hasikii mpangilio wa sauti. Ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspari unatukumbusha kudumu katika kumtumikia Mungu na tusikubali mtu atukatishe tamaa. Watu humtumikia Mungu kwa namna tofauti tofauti, kama vile kusali, kusaidia wahitaji, kuepuka nafasi za dhambi na matendo mengine ambayo ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu, ili waweze kujiweka karibu na uwepo wa Mungu na mwisho kuulisi ufalme wake. Lakini katika kutenda mambo hayo yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu, muda mwingine watu hupitia changamoto ya kukatishwa tamaa na ndugu zao au watu wao wa karibu wanaowazunguka. Lakini tunapaswa kudumu katika lengo letu kuu la kumtumikia Mungu siku zote za maisha yetu. Pia Mtakatifu Gaspari anamalizia kwa kusema kuwa wewe unafanana na mtu anayeimba wakati ule ule ni kiziwi, hausikii mpangilio wa sauti. Hapa Mtakatifu Gaspari anamfananisha kila mtu ambaye anamtumikia Mungu kama mwimbaji ambaye matendo yake mazuri ambayo uyatenda ni wimbo, lakini pia mwimbaji huyo ni kiziwi ambaye hatakiwi kusikia wala kusikiliza maneno ya watu wenye kumkatisha tamaa katika matendo yake ya kumtumikia Mungu. Mwinjili Mathayo sura ya 4 aya 23 anasema, Yesu alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Huu ni mfano mzuri ambao tunaupata kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo alifanya kazi kubwa na ngumu ya kumtumikia Mungu Baba yake sehemu mbalimbali. Ingawa alipitia magumu mengi, ikiwemo kukatishwa tamaa pamoja na kukataliwa, lakini hakukata tamaa. Hivyo basi, tunapaswa kuiga mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, tumtumikie Mungu ipasavyo na tusikubali kukatishwa tamaa na mtu yeyote yule au kitu chochote kile, ili mwisho tuweze kufikia ufalme wake mbinguni. Itukuzwe damu ya Kristo! Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Pacomi Deogratias Mnubi, frateri wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo.